Hapa ni uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere na kinachoendelea hapa ni mapokezi ya timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, mara baada ya kutoka kwenye mashindano kule Morocco, baada ya kutolewa kwenye hatua ya 16 bora na timu ya taifa ya Morocco. Hivyo hapa ndipo mapokezi yake yanafanyika siku ya leo ya tarehe 8 Januari mwaka 2026. Hii ni Bongo Headlines na mimi naitwa Dickson George. Karibu sana kuendelea kupata taarifa kutokea kwenye uwanja wa ndege wa Julius Nyerere, uwanja wa kimataifa. Hivyo tuko hapa kwa ajili ya kuletea taarifa zote ambazo tutakuwa tunazichakata hapa. Mimi naitwa Dickson George. Nyuma unayowaona ni mashabiki wa timu ya taifa na ni wa Tanzania wakiwepo hapa kwa ajili ya kuipokea mashujaa wao kutokea huko nchini Morocco mara baada ya kutoka kwenye mashindano ya AFCON katika hatua ya 16 bora. Mambo vipi? Poa, mambo vipi? Safi, mzima? Mzima. Unajisikiaje kuwa sehemu ya mapokezi ya timu ya taifa ya Taifa Stars? Najisikia furaha na najisikia amani ya kutosha. Wako una deni na wachezaji wa Taifa Stars? Yaani sina deni na mchezaji yoyote. Kwa alichonionyesha juzi, sina deni na mchezaji yoyote isipokuwa marefa hawataki wa Tanzania. Marefa hawataki wa Tanzania. Kwa nini? Nadhani mpira ni mchezo wa wazi na refa alipokuwa anafanya kila mtu alishuhudia. Taifa Stars wakifanya makosa, refa anaenda kama vile anaenda kuzima moto, kwenda kutoa kadi. Akifanya Morocco, refa anaenda taratibu kama anaenda kumsindikiza bi harusi. Kwa hiyo refa hakuwa fair na Watanzania. Pengine tutakuwa wenyeji wa mashindano ya mwaka 2027, mashindano ya AFCON. Nini ambacho tujiandae nacho kabla ya kufikia mwaka huo? Nachoshauri wachezaji waendeleze kama mpira walipocheza juzi, wazidishe mara 2 na marefa waache ubinafsi. Sisi tunafika mbali. Kile ambacho unapenda kuambia Watanzania wengine ambao hawajapata nafasi ya kuja hapa, nini wafanye kwa ajili ya timu yao ya Taifa Stars? Nachopenda kuambia Watanzania wengine waendelee kuwasapoti wachezaji, wamepambana pa kutosha na bila sisi wao hawawezi, na wameenda kule kutumikia sisi wa Tanzania. Kwa hiyo sisi wa Tanzania tunataka tuwape nguvu wachezaji ili siku nyingine waweze kufanya kikubwa zaidi walichokifanya juzi. Asante. Bado tunaendelea kuzungumza na mashabiki ambao wamejitokeza na Watanzania ambao wamekuja kwa ajili ya mapokezi ya timu yao ya Taifa Stars mara baada ya kutolewa kwenye mashindano ya AFCON. Mambo vipi? Safi. Vizuri. Namshukuru Mungu. Siaje kuwa sehemu ya mapokezi ya Taifa Stars. Yaani siku zote kumpokea shujaa ni furaha kubwa sana ndani ya nafsi yangu na ndani ya nafsi ya Watanzania. Sisi ni mashujaa. Nini ambacho ungependa kuambia Watanzania wengine kupitia Taifa Stars? Wanasema kila hatua ni dua. Watanzania nawaambia hii timu imeshinda. Sisi Watanzania tumeshinda kwa matokeo haya. Naamini kila miaka inavyozidi kwenda tunazidi kuimprove. Kwa hiyo dunia, mataifa mengi ya Afrika yameona na yamezungumza kuhusiana na Taifa Stars. Kwa hiyo hii ni moja ya mafanikio makubwa sana kwa Tanzania. Kwa hiyo leo tupo hapa kwa ajili ya kuipokea timu yetu ya taifa, timu yetu ya Tanzania, timu yenye mashujaa waliopambana jasho na damu kule Morocco. Na maana ya kwamba leo tumekuja kuwapokea washindi. Nini ambacho tufanye pengine kuelekea kwenye mashindano ya AFCON 2027 na Tanzania atakuwa ni mwenyeji wa mashindano hayo? Tujipange, tumwamini mwalimu, achague kikosi, aongeze kikosi. Naamini management ya taifa, uongozi wa taifa wakikaa kwa pamoja, wakishindikiza pamoja na mashabiki wa sports influencer Tanzania, wote tukiwa pamoja, naamini kabisa tukiunga mkono kama hivi timu yetu itakuja kufanya vizuri zaidi matokeo yajayo. Pengine nini ambacho unapenda kuwaambia sasa wale ambao bado hawana mwamko na timu yao? Kwanza, ukimwona mtu yoyote apendi kitu cha nyumbani, ana matatizo ya psychology, anahitaji kufanyiwa counseling, kwa sababu kwanza nyumbani alafu vingine. Kwanza nyumbani alafu kwingine. Unapenda timu yako ya taifa ndio utapata mambo mengi sana katika dunia. Kwa hiyo mimi niwaambie, mimi kama Spider wa Simba leo nipo kwa ajili ya taifa, nipo kwa ajili ya Tanzania. Naamini Watanzania wote waje kwa pamoja hapa kupokea timu yetu. Shukrani sana Spider. Bado tunaendelea kuzungumza na mashabiki wote ambao wamejitokeza hapa kwa ajili ya mapokezi ya timu ya taifa. Mambo vipi? Safi, kwema kaka. Vizuri. Niko vyedi. Waambie kwanza unaitwaje? Kwa jina naitwa Mdoli wa Taifa. Nimefurahi sana kuja kuipokea timu yangu kwa sababu timu yangu mimi imenisurprise hatua iliyofika tokea
nizaliwe mimi timu yangu ya taifa haijafika, na ndio maana imenihamasisha kuja kuipokea kwa shangwe. Na kwanza na washauri mashabiki wenzangu na wananchi wenzangu wa Tanzania wote tuisapoti timu yetu ya taifa, kwa sababu timu yetu ya taifa ndio timu pekee ambayo ni pendwa ukiachana na timu zingine ambazo za vilabu. Tuipende timu yetu ya taifa, tuipende taifa letu, tuachane na mambo mengine yote. Timu yetu sasa hivi inafanya vizuri, umeelewa? Ukiunganisha pamoja na Rais Karia, naye anafanya vizuri, na uongozi mzima wote unafanya vizuri. Tuisapoti timu yetu. Leo hii nimefurahi sana, umeona jasho hili linamwagika hivi kwa sababu hili ya taifa langu, naipenda taifa langu. Unachojivunia zaidi ni nini? Ninachokijivunia sasa hivi kuipenda Tanzania, najivunia kwamba nimezaliwa Tanzania, na nchi ya amani, nchi tulivu kabisa, ndio kikubwa, ambao nchi ambayo yenye mbuga nyingi, ambayo yenye utulivu, yenye baridi. Umeona, ndio hicho kitu ambacho ninachokivunia sasa hivi. Asante sana mdoli wa Simba. Haina shida. Machiri Yanga. Naam. Mambo vipi? Bwana poa, niambie ndugu yangu. Uko vizuri? Tuko poa, niambie. Leo umeonekana ndani ya uzi wa taifa na umekuja kwa ajili ya mapokezi ya timu ya taifa. Pengine nini ambacho nguvu ya mashabiki, nguvu ya taifa? Asante sana Machiri Yanga kwa kuja kuisapoti timu ya taifa leo inavyowasili hapa. Kwanza nini unajivunia kuhusu timu yako ya taifa, Taifa Stars? Jambo la kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini jambo la pili tumruhusu rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ambaye ni raia namba moja katika nchi hii. Lakini jambo la tatu tumshukuru pia Rais Samia Suluhu Hassan kwa kumpa kibali maridhawa kabisa ndugu yetu Mpogole DC wa wilaya ya Ilala kwa kutudhamini sisi, kutupa magari yote unayoona ni DC wa Ilala, au bana, mlezi wa hiki chama cha Tanzania Influence Promotion, au bana, yeye ndio ametufanya sisi tufike hapa kwa wingi. Huu umati wote unaona ni DC Mpogole, au bana, kama mlezi wa hili kundi. Lakini pia nikwambia kitu kimoja, tupo sasa hivi kwa ajili ya kuhamasisha mashabiki kuweka uzalendo kwa ajili ya taifa lao, kuweka uzalendo kwa ajili ya nchi yao, kuweka uzalendo kwa ajili ya imani kubwa ambayo wanatakiwa kuitengeneza ndani ya timu yetu ya taifa. Tulikuwa tumefanya kazi kubwa sana kama mimi Machiri Yanga kusapoti timu yetu ya Dar es Salaam Young Africans, wengine kusapoti timu zao vilabu tofauti, na mashabiki wamekubali, wameitika kwenye vilabu. Sasa hivi tunageuka upande wa pili, tunaweka ule uzalendo na nguvu kubwa tulikuwa tumeitumia kwenye vilabu kuhamasisha Watanzania sasa waanze kuwa na uzalendo na timu yao ya taifa. Hata ikicheza mechi ya kirafiki na mashabiki tu, sisi tukicheza na timu yetu ya taifa, basi mashabiki waje wajazane, waiangalie timu ya taifa. Ni uzalendo mzuri sana ambao unatakiwa utengenezwe kwetu sisi, tuhamasishe mashabiki. Sisi ni kioo cha jamii kwenye mpira wa miguu, sisi ni wazalendo, sisi ni watu ambao tuna ushawishi mkubwa, tunaamini kabisa tunakwenda kutengeneza impact kubwa kwa mashabiki wa Tanzania kwenda kuipenda Taifa Stars. Bwana wa Morocco 2027 Alkiswasu haku tunakutana na Tanzania hapa, mtakuja, tunawaua vizuri sana. Bwana, njooni nyumbani, tutakutana 2027. Asante sana kaka. Uko vizuri? Niko vizuri ndugu yangu, niambie. Kukuona upande wa wekundu wa Msimbazi kule, lakini leo tumekuona ndani ya uzi wa taifa kuja kuipokea Taifa Stars. Pengine nini ambacho unapenda kusema kuhusiana na timu yako ya Taifa Stars? Bwana, kwa sasa tunaweka uzalendo kwanza. Tunaweka uzalendo, hizo timu zingine tuacha kwanza nyumbani. Kwa sababu uzalendo kwanza, tunaamua kuja kuipokea timu yetu. Tumefanya vizuri, imeingia 16 bora. Jambo la maana, tunamshukuru Mungu. Kuja kuipokea timu yetu, tuna furaha kubwa sana kuja kupokea Taifa Stars leo. Wako una deni na Taifa Stars? Sina deni kabisa, siwadai. Hiyo tu cha nyongeza. Namshukuru mkuu wa wilaya Ilala kwa kutupa pikipiki, kwa kutupa magari, kwa nguvu ya mashabiki, nguvu ya taifa, ametupa support kubwa sana. Tunamshukuru Mungu kwa wilaya, Mungu amuongezee. Pia namshukuru Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuleta jambo hili kuwa zuri. Tunamshukuru sana Mama Samia, tunamshukuru wizara ya michezo, TFF, tunawapongeza sana. Hatuwadai, hatuna deni na Taifa Stars. Mungu ibaki Tanzania. Pengine nini ambacho kibadilike kwa upande wa mashabiki au kwa upande wa Watanzania ili kuiboost zaidi timu yetu ya taifa kuelekea kwenye michuano ya AFCON 2027 ambapo Tanzania tutakuwa wenyeji? Yaani tuache Usimba na Uyanga, tuache wote, tuwe Taifa Stars, tuwe kitu kimoja. Simba na Uyanga tuache, tusikue Simba na Uyanga, wote tuisupport timu ya taifa, tuwe kitu kimoja. Tukiwa kitu kimoja, taifa tutafika mbali, tutasonga mbele. Kusonga mbele huko inabidi tushikamane pamoja, ama sio? Inabidi tupambane wote, tuwe nguvu moja, nguvu ya mashabiki, tuwe kitu kimoja, wote tuungane, tuwe kitu kimoja, timu itafika mbali. Shukrani sana. Asante sana. Niambie Mume Official. Yes, vipi? Vizuri? Vizuri sana. Nipo airport sasa hivi. Mtu anapokuwa airport sasa hivi ujue ni neema. Wengine wapo sehemu mbaya, lakini mimi niko airport, ujue ni neema. Na wasubiri mashujaa ambao waliotoka vitani
na walioshinda vita. Unajua Tanzania, naikumbuka ile vita ya Uganda, walivyorudi mashujaa wetu tuliwapokea kama hivi. Kwa hiyo kina Samata na kina Mwamnyeto tunawapokea kama hivi. Kwa hiyo mimi nasema wale ni mashujaa, kwa sababu sisi tumetolewa, hatujafungwa, bali tumetolewa kinguvu. Dunia imeona, nchi imeona kwamba tumeonewa, lakini sisi sio wanyonge, bali sisi wa Tanzania tunapenda amani. Tunarudi kishujaa. Ukitufunga kama tumekufunga, tukikufunga tumekufunga. Kwa hiyo na amani kwamba tunarudi kwa amani na kwa kushangilia. Lakini salamu zimwendee DC wa Ilala, Mpogolo ametudhamini magari na mapikipiki. Ni mlezi wetu wa Influencers Sports, ni mlezi wetu, anatusaidia katika safari kama hizi. Na shukrani kwa rais aliyepeleka ndege na kurudi, maana alikuwa na uwezo wa kusema ndege isiende, lakini kwa moyo wake amepeleka ndege. Mwenyezi Mungu ampe afya njema. Na shukrani za zingine ziende kwa Msigwa, maana yeye anaratibu mambo mengi sana mpaka leo tuko hapa. Lakini kwamba nasema yote kwa yote, timu yote ya Taifa Stars tuheshimisha brother. Official Mume bwana, tutakuwa wenyeji wa mashindano ya AFCON 2027. Pengine nini ambacho turekebishe kabla hatujafika huko ili kuiboost timu ya taifa ya Taifa Stars kufanya mazuri zaidi ambayo imefanya kule Morocco? Mazuri kwanza tumwachie Gamondi timu aendelee nayo mpaka 27, tumwache. Na cha pili, wachezaji wanavyofundishwa na Gamondi, apatikane mkufunzi mwingine awafundishe mbinu za uwanjani. Kuna mbinu za uwanjani, mathalani Waarabu wanapodondoka kwenye penalty box hawainuki mpaka VAR ichukue. Jina langu kamili Hamis Silva Makuka. Kwa hiyo niseme tu kwamba kuwe na mbinu za aina mbili tofauti, za kocha na za ufundi, za kumfundisha mchezaji jinsi gani anaweza kutumia mbinu mbadala ya kushinda mchezo. Kwa mfano Captain Samata kama angesusa pale kwa dakika kama 5, nadhani kwamba kuna maamuzi mengine angetoka. Ama Idi Nado alivyodondoka pale chini, kama angilala kama dakika 2, refari angekuja na angeenda kuangalia VAR. Yani kuna ushawishi. Unajua, kwa mfano sisi tulioa, wewe unaweza ukawa mzuri na una pesa, kama mwanamke hujamuonesha ushawishi anakukataa. Mawili, umshawishi kwa maneno yako, ama umshawishi kwa pesa, ama umshawishi kwa ustaarabu. Kitu chochote unachompata mwenzio ni ushawishi. Kwa hiyo tuwe tuna mbinu za kumshawishi refari, ili refari aamue kufunika penalti, ama refari tufanye kupoteza muda. Kwa hiyo kuwe na mafundisho ya kocha na mtu mwingine mbadala. Hiyo kama sauti ya taifa, nini ambacho mnapenda kuambia Watanzania kwa ajili ya timu yao ya Taifa Stars? Timu yetu ya taifa sasa hivi imepanda. Timu yetu ya taifa sasa hivi inacheza vizuri. Timu yetu ya taifa sasa hivi ni kubwa, ipo katika ukubwa ule ambayo tunautaka. Ngoja nikuitie mtu. Hey! Tupo katika ule ukubwa ambao tunautaka. Umeona bwana? Tupo katika ule ukubwa ambao sisi tunautaka. Kwa hiyo timu yetu sisi ya Tanzania inasema kwamba ona madada kama hawa wanafly, saizi walikuwa wanafanya mambo yao, lakini wanakuja kuipokea timu ya taifa. Na utamuuliza mwenyewe kwa nini amefika hapa. Uulize, kwenda nini ambacho kimekusukuma kuwa hapa na umevaa jezi ya Taifa Stars? Pengine wanawake wanakuwaga na idadi ndogo. Wewe kwako nini ambacho kimekukuta mpaka umefika hapa? Nimefika hapa kwa sababu naipenda Tanzania na naipenda timu yangu ya taifa. Kwa hiyo nimekuja kuisupport timu ya taifa. Na nini ambacho unajivunia kwa Taifa Stars mpaka hivi sasa? Najivunia uwezo wao. Sasa wana uwezo mkubwa sana, ndio maana najivunia kwao. Kwa hiyo najivunia sana nchi yangu, najivunia sana timu yangu. Pengine nini ambacho unapenda kuambia wanawake wengine ambao hawana mwamko na timu yao, lakini wewe uko hapa mapema sana asubuhi ya leo kwa ajili ya Taifa Stars? Na wametisha wanawake wenzangu waipende Tanzania, alafu waipende pia timu yao. Ukisupport timu yako, timu pia inakuwa na nguvu. Usiposupport timu yako, timu itafeli. Kwa hiyo na wasi wanawake wenzangu na naamsha wanawake wenzangu wajitahidi kusupport nchi yao, wasupport pia timu yao taifa. Tutakuwa wenyeji wa mashindano ya AFCON 2027, yani mwakani. Pengine wewe nini ambacho ungependa kuwaambia Watanzania kwa ujumla? Napenda wazidi kuhamasisha. Cha kwanza ni uhamasishaji. Wanapozidi kuhamasisha Tanzania yao, basi mwaka unaofuata 2027
tutakuwa tuko zaidi juu zaidi. Shukrani sana na kila la heri. Asante sana. Official mume. Naam. Naona mwamko ni mkubwa. Mwamko ni mkubwa wa mama, madada wanatoka majumbani kuja kuishangilia timu yao ya taifa. Watu wote wanakuja kuwapokea mashujaa wao wa taifa. Kwa hiyo leo tunajivunia, ni kama sikukuu ya uhuru. Mimi nakumbuka kama mwaka 1961 inanikumbusha hivi mwaka 61 tulishangilia hivi na furaha ilikuwa zaidi ya hivi kama hivi unavyoona. Kwa hiyo Watanzania siku zinavyozidi kwenda wanazidi kuipenda timu yao ya taifa. Huko majumbani watu wanapika maubwabwa, watu wanapika chai kuwapa watu waje kushangilia. Leo hii tumekunywa chai, tumepikiwa na mama mmoja tu kwamba kunyweni chai mkaishangilie timu ya taifa. Kwa hiyo mimi nasema kwamba watu wote sasa hivi tumeamka, tunaipenda nchi yetu na tunapenda timu yetu ya taifa. Mimi nasema 2027 tunachukua kombe hili. Asante sana. Bwana, hao ni Watanzania ambao wamejitokeza hapa uwanja wa Mwalimu Julius Nyerere, uwanja wa kimataifa, uwanja wa ndege kwa ajili ya mapokezi ya timu yao ya taifa mara baada ya kutolewa kule Morocco kwenye mashindano ya AFCON ya mwaka jana. Mwaka huu yani tunazungumzia 2025 2026. Hivyo haya ndio mapokezi yanapofanyika hapa. Hatua ya 16 bora kwa Tanzania imekuwa ni historia ya kipekee, maana tangu mashindano haya kuanzishwa Tanzania haijawahi kufika hatua ya 16 bora. Hivyo wapo hapa Watanzania na wapo hapa mashabiki wa mpira kwa ajili ya kuishangilia na kuipokea timu yao ya taifa. Mimi naitwa Dickson George, nyuma ya kamera yupo Medadius Mandoro kwa ajili ya kukuletea matangazo yote ambayo yanaendelea hapa katika mapokezi ya timu ya taifa ya Taifa Stars katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Julius Nyerere. Shukrani.